Niliogopa sana mama. Nilithubutu kutaka kuchukua mali za baba, lakini nilijikuta nipo kwenye kifungo. Kifungo? Unamaanisha nini? Unataka kuniambia ndani ya nyumba hii kuna gereza? Ndiyo. Kuna mambo ya asili yanayoendelea katika hili jumba, na hauwezi kuyaona kirahisi kama una macho ya kawaida. Mwanangu, maneno yako ni magumu. Yananifanya mimi nipate wasiwasi mkubwa sana. Hayo maneno makubwa hivi umeyapata wapi? Mama, umwane monta kwengwa inguhane lulinga pakunelewa huku wabombiha hakwinza kuko asili. Jaribu kufikira tena. Enda kwanza garusha maneno rwinji nene mwamba kufuma kwa gadugu kumbozi bakuntambula bamanyi tabia zani kuomba gauli kwa utaenza ungaruse kwilisinda kwena familia hali hakinza huko agisalizi utaanda umine wa rubibi waho kurondoro mlozi unana wakati wewe mlozi kenze turondorane baadaye na kuoka ruwa kwanza ruwa wirindi kuokolea mwinza kule hujute maki umwane we myanzi sana ukulia bantu nini ninza we baba wao. Samia mwanangu, mbona uko hivyo? Na ulikuwa unatazama nini huko nyuma? Tena umeganda kwa muda mrefu. naomba mazungumzo yaishie hapa, kwa maana wapo watu wanafuatilia maongezi yetu, tusije tukayazua makubwa. Samia, kuna mambo nataka nikuulize. Na naomba unieleze ukweli. Kwa sababu ukweli humweka mtu kuwa huru. Kwa hiyo naomba usiogope kitu chochote. Hebu niambie, ni kwa nini shangazi yako na Raki wameondoka hapa nyumbani? Ni kweli baba, ila ninachofikiria mama akija kujua ukweli atanifikiria tofauti. Naogopa. Samia, mimi ndo baba yako. Mimi ndo nakupa wewe kila kitu, sio mama yako. Kwa hiyo unayopaswa kumwogopa ni mimi, wala sio mama yako. Hebu niambie, na wala usiogope kitu chochote. Hakuna mtu yeyote anaweza kukutisha ndani ya nyumba hii, kwa kuwa hii nyumba ni ya baba yako. Kuna sababu zipi? Mama ndo sababu ya kila kitu, kuondoka kwa Lati pamoja na shangazi. Alikuwa akiwanyanyasa sana na akiwaeleza kwamba hapa sio kwao. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Sasa hapo nimeelewa. Sasa subiri, hili swala mimi nitaliweka sawa, na usimwambie kwa wewe ndio umesema, na usimwambie kama mimi na wewe tumezungumza. Sawa? Sawa baba, nimekuelewa, ila samahani, naomba usimzuru mama kwa sababu yule ni mama yangu. Samia, usijali, mimi nitajua nini cha kufanya, na kwa kuwa umeonyesha ushirikiano, nimetambua wewe ni mtoto mzuri, nitakutafutia zawadi. Shezo, unadhani tutafanya kipi sasa? Kwa maana sasa hivi mauaji yamezidi mitaani. Sikia nikwambie, hapa hakuna jinsi. Inabidi tuchukue mwili wa Mobi na tuende tukahostile. Alafu
Mobi ni rafiki yetu, ni mtu wetu wa karibu, inabidi tulitambue hilo. Sawa, lakini wewe hauogopi kifo? Kifo? Kifo kitu gani? Hata wewe utakufa tu, hautoishi milele hapa duniani. Sikia nikwambie mwanangu, acha mambo ya kike. Alafu huo uoga hautokusaidia. Kumbuka kuna jela. Basi sawa, mimi nimekuelewa, nitafanya hivyo, lakini kishingo upande. Ila kitu gani? Achana na ila, jamaa ataoza ndani huko. Inabidi ili jambo tulifanye haraka na mapema sana. Hebu tuingie ndani. Hebu kaza mwanangu. Unajua mtoto wa kiume. Sikia, wenzetu. Chakala bogo bogo. Chakala bogo. Chakala bogo. Mama Samia, naomba unieleze ni kwa nini dada yangu na mwanae wameondoka hapa nyumbani? Mume wangu, mimi sijui kitu chochote kile. Alafu mbona umekuwa na wasiwasi na mimi? Acha kuendelea kunidanganya, hali ya kuwa najua kila kitu. Unashindwa kukiri makosa yako. Ni kweli kuondoka kwao mimi nahusika, lakini mume wangu, naomba unisamehe. Ni tamaa tu za mali na kuhitaji madaraka katika hii nyumba. Mama Samia, kwa nini uwe na roho mbaya kiasi hicho? Tena kwa ndugu yangu nilizaliwa naye tumbo moja. Tena bila hata huruma. Unadhani mwezio ataishi vipi? Na unajua ulikoelekea? Na unatambua fika kabisa kijijini tulikotoka ni mbali. Wataenda wapi? Yaani wewe mwanamke ni katili sana. Na wala sikutarajia kama ungeweza kufanya mambo kama haya. Naomba nisamehe mume wangu. Naomba unisamehe mume wangu. Nimeshatambua pale ambapo nimekosea. Nipo tayari kujirekebisha. Hayatajirudia tena na kuahidi mume wangu. Chakala bogo bogo. Nikusamehe. Yaani unafanya makosa kwa makusudi, alafu unataka kusamehewa, sio? Sikiliza, hebu toka ba. Toka! Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Sikiliza. Dada yangu na mwanae hawapo hapa nyumbani. Wameondoka. Sasa nataka ukawafuate haraka sana na uwarudishe hapa nyumbani. Sawa mkuu. Nafuata amri yako. Nitatekeleza kwa haraka. Nenda. Chakala bogo bogo. Chakala bogo. Chakala bogo. Chakala bogo bogo. Chakala bogo. Chakala bogo.
Wewe ndio uogopi? Hivyo nafikiri naweza nikakuogopa kikaragosi kama wewe? Yaani mtu mzima unaacha kumwomba Mungu wako ili akuandalie kesho nzuri, unafanya upuuzi, unadhulumu nafsi za watu. Hivyo nafikiri mimi naweza nikaacha kwenda kustiri mwili wa rafiki yangu kwa sababu ya upuuzi wako? Naona unijui vizuri na ndio maana unajiamini. Lakini kwa yule anayemjua Bi Tausi mnyama, asingekuwa na usubutu kunijibu kama unavyonijibu wewe. Unapata wapi ujasiri huo? Eti Bi Tausi mnyama. Nisikilize wewe. Sasa kama wewe ni Bi Tausi mnyama, mimi ni Shenzo mdudu. Na kama unataka kuijua historia yangu vizuri, basi nenda kaulize mtaa wa Tegeta. Watakwambia mimi ni nani. Mimi nina roho mbaya. Alafu swala la kuua mimi kwangu ni kawaida. Naweza nikayatoa macho yako, alafu nikayatafuna kama bigijie. Alafu usichokijua, kama unawasikia watu ambao wanawashika watu mabega, alafu wanaondoka na nyeti zao, ujue mimi ndo kiongozi wao. Kwa hiyo kama unataka kulithibitisha hilo, endelea kufanya upuuzi nije nikushike bega. Yeah, chakala bogo bogo. Chakala bogo, chakala bogo. Yeah. Usitake kutumia nguvu zako kwa viumbe visivyokuwa na hatia. Ukizingatia ni watu dhaifu sana hawa. Na kama unaitaka vazi la Sindu, nifuate mimi. Pakuta sana umaiwe. Wakutu kubatishizi ya wantu kugogo mtaa utakukata kwa ajili yao mai. Ile lili, manyi mbombo wandu ilole. Fuate. Yeah, chakala bogo bogo. Chakala bogo, chakala bogo. Yeah. Sindu baba oh, Sindu, 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 Sindu baba oh. Yeah, chakala bogo bogo. Chakala bogo, chakala bogo. Yeah. Vipi mchawi? Mbona umerudi tena? Kuna tatizo? Ndiyo, kuna tatizo. Tatizo gani hilo? Mbona ghafla? Mkuu ameniagiza nije niwachukue. Mpaka sasa amegombana sana na mke wake kwa sababu ametambua kuwa yeye ndiyo chanzo cha nyie kuondoka. Kwa hiyo amenituma nije niwarudishe tena nyumbani kwake. Sisi hatuwezi kurudi kule. Yule mwanamke sitamani hata kumuona katika macho yangu kwa kile ambacho amenifanyia. Ametunyanyasa vya kutosha mimi na mtoto wangu. Pia aniache niendelee na maisha yangu. Mimi yule ni kaka yangu. Tumezaliwa wawili tu. Na pia nilikuwa natamani kuwa karibu na kakaangu. Lakini kwa roho mbaya aliyokuwa nayo mke wake, sitoweza kurudi katika nyumba yao. Na hivyo natamani aniache na maisha yangu. Pia nilikuwa nakuomba, utakapofika, nenda kawaambia hujatuona sehemu ya aina yoyote. Naelewa, lakini nimepewa amri niwarudishe. Na nisipofanya hivyo nitahatarisha maisha yangu. Sikiliza we mchawi. Nenda kamwambie kwamba wale watu mimi sijawakuta. Yaani sitoweza kukanyaga katika ile nyumba tena. Sijui umenielewa? Nenda kawafikishie taarifa. Sitoweza kurudi tena. Abadani asilani. Sikilizeni,
tusiendelee kubembelezana. Hii ni amri imetolewa. Tuondoke. Bwana, afadhali nimekuona ndugu yangu. Ni maana nimekuja kwani wiki nzima babu yako simpati. Hivi babu yako yuko wapi? Babu yangu mbona yupo tu, itakuwa mnapishana tu. Mnapishana? Mbona sasa tukikaa kwani simkuti? Hivi unajua kama kijiji kimeshapata majanga? Watu wanakufa bila hata mpangilio ndugu yangu. Hebu nimekumbuka ndugu yangu. Wewe hapa jusikati hapa kuna mtu bwana kanizezesha ndugu yangu, nimekuta mwanangu upo katikati ya uwanja wa watu, nikaanza kujifanya mimi mwamba. Bwana shakaingia kwenye anga zangu bwana, namuuliza maswali, mara mtu anaanza kuongea Kiruga. Mara nyumbi bombi si nini ndugu yangu. Nikasema ngoja nimuoneshe kwamba mimi ni gwiji mtaa huu. Nikamsogelea ndugu yangu ile, namshika ndugu yangu. Akayuka yayu. Oa, nikaacha ndala. Yule kona ndugu yangu. Ndio maana nikaja kumtafuta babu yako. Ili kuna kitu aniongezee ndugu yangu. Na kama mwili wangu umepungua hivi ndugu yangu, maana alinionyesha advantage hiyo. Sijaelewa. Mpaka sasa hivi ndo babu yako simuone ndugu yangu. Hebu nionyeshe basi babu yako alipo. Mimi nikishampata babu yako mimi namweka hapa yule jamaa. Kwani vipi kwani ndugu yangu? Hey. Binti, yaani leo unajifanya unaheshima sana, si ndio? Yaani hivyo ulivyo, laiti watu wangekujua wasingekuwa wanathubutu kukaa karibu na wewe. Lakini hapo umejivisha tu ngozi ya kondoo, ungali ndani ni mbwa mwitu. Sindu, usione niko hivi. Kwa sasa hivi mimi ni binadamu wa kawaida. Nguvu zangu zimenipotea zote. Hapa hata sielewi nampataje mkuu. Naomba unisaidie Sindu. Niko chini ya miguu yako, naomba uniokoe kwenye hili. Binti, umevamia mji wa watu. Huko mlikotoka mlionekana mna nguvu sana. Lakini nguvu za kula hamwezi kwenda kuzifanyia kazi sehemu nyingine. Kwa sababu hata wahenga walisema, msafiri ni maskini tu japokuwa ni sultani. Wewe nani anayekujua huku? Na haya mambo mnayoyafanya ya mauaji, ya kuua watu wasiokuwa na hatia. Binti, na kuhakikishia wewe pamoja na mkuu wako mtakuja kuangamia vibaya. Na hizi damu mnazozitoa bila hatia zitakuja kuwalilia siku ya mwisho. Na kwa nini mnafanya hivyo? Kwa nini mnatumia uchawi wenu vibaya? Je, ndio mizimu yenu ilivyosema mfanye? Labda nikuulize swali. Unajua kwa nini nguvu zako zimetoweka mwilini mwako? Ndio nafahamu. Hivi anakuja. Nilikwambia mwanangu, yule jamaa noma. Hapa sio kukaa tena. Tuondoke mwana. Sasa kama unajua, na ina imani ulijua kabla, lakini tamaa zako za kimwili ndizo zilizokupoza. Ona sasa, umesababisha mauaji kwa kijana wa watu wasiokuwa na hatia. Je, ndugu zake wakija kujua kwamba ni wewe umesababisha mauaji ya kijana wao, wewe utabaki kuwa salama? Sindu, naomba uniokoe. Sina msaada mwingine zaidi ya kuko wewe. Naomba uniokoe Sindu. Kwa hiyo mimi ndo nikupe msaada, si ndio? Baniani mbaya, lakini kiatu chake ni dawa. Leo hii unaona mimi ndio nina msaada kwako. Lakini umesahau kwamba wewe na huyo mkuu wako mnanitafuta
Lakini umesahau ya kwamba wewe na mkuu wako kilichowaleta huku ni kuja kumtafuta Sindu, na hamkumtafuta Sindu katika nia njema. Leo hii mimi nije kuwa msaada kwako? Akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Heri nusu shari kuliko shari kamili, na hii ikawa funzo kwa vibaraka wengine kama wewe, wanaotaka kutumika na mtu pasipo kujua madhara ya ile jambo anayoenda kulifanya. Nisikilize binti, sasa na hii ikawa fundisho kwa vibaraka wote wanaotumika kwa wakuu wao pasipo kujua nia ya dhati ya wakuu wao. Ulishirikishwa kumtafuta Sindu. Shimo ambalo mlimchimbia Sindu mtatumbukia wenyewe, wewe pamoja na mkuu wako. Sasa imeanza kwako, kinachofuatia ni kwa mkuu wako. Na ukija kubahatika kukutana naye, mwambie nimekutana na Sindu macho kwa uso, na ukamweleze yote haya niliyokuambia. Kuna jambo litakuja kumkuta, atake asitake. Vinginevyo aachane na kumtafuta Sindu, na huu ndio mwisho wenu. Sina msaada kwako. Kwaheri.